Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo samedi le 29 Novembre 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za asubuhi ya leo. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita ndani ya province ya Nord Kivu na Sud Kivu, na tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Kama kawaida tunawasihi kusubscribe, kucomment na kulike, kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie, kuendelea kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mu description, kisha gusa hapo kwenye titre utapata linki hiyo, au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritware ya Mwenga inayopatikana mu province ya Sud Kivu, ambapo mapigano makali yanaendelea kati ya vikosi vya wazalendo FARDC na jeshi la Burundi, wakipigana na wasi wa AFC M23 wanaoendesha operation huko kwa ajili ya kuendelea kusonga mbele. Wakati waasi wa AFC M23 wana mpango wa kuendelea kusonga mbele, vikosi vya wazalendo nao wanaendelea kujitahidi kupigana iwezekanavyo ili kuwazuia waasi hao wa AFC M23. Vikosi vipya vya wazalendo viliwasili kwenye uwanja wa vita ili kusimamisha au waasi wa AFC M23 wanaokuwa na mpango wa kuendelea kusonga mbele. Hao wanajeshi wa wazalendo walitoka maeneo tofauti, teritware za Shabunda walitoka huko wakaingia kufro ya Mwenga, teritware za Fizi walishuka kabisa wakaelekea mo teritware ya Mwenga. Mpango ni kustope ama kuzuia wasi wa AFC M23 wasiendelee kusonga mbele na kufikia Mwenga centre hata na maeneo ya Shabunda. Wazalendo wanafanya iwezekanavyo ili kuwasimamisha hawa wasi wa AFC M23, na wazalendo wanapaswa kabisa kusimamisha AFC M23 paske wakati AFC M23 inaendelea kusonga mbele, itaiskuma FARDC kuendelea kusinye na kukubaliana na AFC M23 makubaliano yote wanayoyataka, na yale makubaliano ambayo AFC M23 inayataka ni kuneutralize haya makundi ya kizalendo. Kile ni kitu ambacho wazalendo wanapaswa kujua na kukifahamu, hivyo kupigana sana inavyowezekana ili kuwazuia wasi wa AFC M23 kuendelea kusonga mbele na kuwafukuza mu maeneo tofauti. Arme ya Kongo hayo, kinachoonekana pale ni ya kwamba wapigane kabisa wakiwa wanaungana mkono ili kudefendre maeneo ya Kongo, paske kuna wale ambao wangali na munga mkono ancien president Felix Tshisekedi, Joseph Kabila, wanaoendelea kuacha maeneo yanakamatwa. Wakati ya arme ya Kongo hawajatosha wale wanaomunga mkono ancien president Joseph Kabila kushinda hii vita, sio rahisi kwao. Wanaomunga mkono yule ancien president Joseph Kabila ndio wale ambao wanapiganaka 1h 10h dita, wanaondoka pale wanaacha wengine kufro. Epui wale ambao wameachwa kufro, munaona ya kwamba nao wamebabaika kuona wale ambao mumekuwa nasaidiana nao wanarudia nyuma. Ile ni kuwakata courage
inaacha na nyie mnaona kwamba hamtakufa sasa pale Kufro, paske wengine nao wameondoka, inaacha wengine Kufro au watapigana nao wanarudia nyuma. Wale wasaliti wanaacha na wengine hawataweza kupigana. Hicho ni kitu ambacho kiko Kufro kabisa leo maarme ya FARDC. Wazalendo sasa ndio wanajeshi ambao wanatarajiwa hata na watu wengi. Vikosi vya wazalendo ndio vyenye watu wanaamini sana, paske arme ya Kongo ilishakaonesha usaliti wake. Hapo wazalendo sasa wakati hawataweza nao kushinda vita hii, je vous jure que AFC M23 itafikia ile mpango wake wa kufanya arme ya Kongo ama gouvernement ya Kongo isaini yote wanayoyataka, na ndipo makundi ya kizalendo yatakuwa neutralize na itakuwa ni mwisho kwa wazalendo. Ndio maana wanapaswa kufunguka akili, wanapigana sana kabisa na hawa wasi wa AFC M23, na wazalendo wanapigana, wanajitahidi iwezekanavyo kabisa. Kitu ambacho kinakuwaka pale c'est parce que wazalendo hawakontrole fro, yani hawakontrole arme, wapange vita silaha, wajue zitatumikishwa vipi. Wao ni watu ambao wako Kufro, wanasaidiwaka na arme. Tuko naendana arme ya Kongo njo yenyewe inakuwaka na vifaa vyote vya kupigana. Ndiyo maana na wazalendo kushinda vita wakati hawapewe kila kinachohitajika wakontrole hii vita ni vigumu kabisa. Ifo arme sasa inawaunga mkono ili kushinda vita hivi, wakati arme ingali ndani hao sasa wasaliti nao iko hatari. Gouvernement ya Kongo ama President Felix Tshisekedi naye ana kazi, tena kazi kubwa, kujua wale wasaliti wote na kuwatosha mo arme. Ni kazi ambayo ni kubwa sana. Yule ancien president Joseph Kabila aliongozaka hii nchi ya Kongo panda 18 ana mashabiki wengi. Ndiyo maana aujourd'hui mnajua kuna majenero wengi walitaka kamato, au msizani ni kingine, ni usaliti na wengine wangali wako natafutwa wakamatwe. Ndio kazi ambayo Felix Tshisekedi iko nayo kubwa, kwanza kutosha wale wasaliti mwa arme moja kwa mwingine, ili kuijenga arme mpya, ili kufanya arme ile ambayo itakuwa ina mpango kabisa wa kupigania taifa ya Kongo. Hizo njia sasa za kusafisha arme ya Kongo, inambidi Felix Tshisekedi kwanza kutulizana mbele ya AFC M23 na kukuwa anafanya ile maongezi. Msizani ya kwamba kufanya maongezi anapenda, ni kama kutafuta kwanza wakati ya kujenga arme. Ndiyo maana anafanya maongezi nao, wanasaini mambo tofauti, ila upande wake ni kama kutaka muda ili aanze kwanza aijenge arme ya Kongo. Kile njo kitu ambacho kinaendelea kwa sasa. Arme ya Kongo iko ndani wasaliti kabisa wa hali ya juu. Ndiyo maana kazi President Felix Tshisekedi anayo kubwa, tena kubwa mefrere, wasaliti kuwawinda wote. Hiyo ni kazi ambayo si rahisi. President Felix Tshisekedi alikuja kutangaza ya kwamba atakuja kusinye makubaliano mapya yeye na President wa Rwanda Paul Kagame. President Felix Tshisekedi alisema ya kwamba ataenda Washington ili kuridhia makubaliano yaliyotiwa saini na Rwanda chini ya uangalizi wa Marekani, makubaliano ambayo tayari yamefanywa wazi hadharani kwa wazi. Alisema ya kwamba watu msidanganyike, hakutakuwa na kuchanganya ile brassage au mixage, haitakuwa. Kuhusu makubaliano ya ujumuishaji wa kikanda, fahamuni hakuna kitu kipya. Ujumuishaji wa kikanda ni kitu ambacho nimekuwa nikitamani tangu nipate madaraka, lakini walitubwaga nyuma mwaka wa 2022.
Kuheshimu makubaliano kunamaanisha kuheshimu uhuru wa nchi yetu, uondoaji wa vikosi vya Rwanda kutoka eneo la Kongo na kurejesha imani ya pande zote. Hatufanyi biashara ya kikanda bila amani wala imani iliyorudishwa. Felix Tshisekedi alisema hayo mbele ya wa diaspora. Alionyesha ya kwamba makubaliano ambayo wanayasaini kati ya gouvernement ya Kongo na Rwanda ni makubaliano ambayo yatalenga kabisa kuondoa wanajeshi wa Kongo ndani ya nchi ya Kongo, wa Rwanda ndani ya nchi ya Kongo, kurejesha mamlaka ya gouvernement ndani ya maeneo inayokuwa mumikono ya wasi wa AFC M23, na hakuna brassage au mixage ambayo itafanyika ile kuchanganya wanajeshi wa AFC M23 waingie mwa armée ya FARDC. President Felix Tshisekedi alitangaza hayo kabisa, akasema ya kwamba hiyo haiwezekani tena, haitafanyika. Tuendelee na taarifa zetu. Wasi mpya unazuka huko Mongala, alionya seneta mmoja. Seneta Bienvenu Esimba alitahadharisha kikao cha seneti Alhamisi iliyopita kuhusu kuanzishwa kwa uasi mpya katika jimbo la Mongala magharibi mwa Kongo. Wakati wa kukaa kwangu kilomita 30 kutoka Lisala, viongozi 6 wa kikundi walikuja kuniambia kuwa hawajui tena mahali pa kwenda. Hawawezi tena kuingia msitu wa Limbo kwa sababu ya uasi waasi wako ndani, alisema mwakilishi aliyechaguliwa kutoka Mangala katika hoja ya kupata taarifa. Kulingana naye, wakaji kadhaa wanatoweka katika eneo hili la misitu. Vijana wanaokwenda mashambani hawarudi, hata wanawake wanaokwenda kuchuma mazao hawarudi tena. Ni genge lililojipanga ambalo huua na kukusanya mifupa ili kuiuza Kamerun kupitia Zongo kwa ushirikiano wa Kongo. Aliripoti kuwa zaidi ya watu 20 walikuwa tayari wametambuliwa kuwa wametoweka. Ujumbe wa pamoja wa FARDC na polisi uliotumwa katika eneo hilo haukuzaa matunda. Watu hawa, askari na maafisa wa polisi, maelezo ya mhariri, walisema kwamba walikimbia, waliona kuwa waasi walikuwa na silaha nyingi, miongoni mwao Wanyarwanda waliripotiwa kutambuliwa, alisema hayo. Katika kukabiliana na hali hiyo, Esimba alitoa wito wa kuandaliwa kwa dharura kwa ujumbe wa uchunguzi unaohusisha naibu waziri mkuu wa ulinzi na mambo ya ndani, wakuu wa matawi mbalimbali ya jeshi na maseneta. Pia alielezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kupanuka kwa ushawishi wa Rwanda magharibi mwa nchi, na alisema ya kwamba wakati mashariki mwa nchi ya Kongo inakaliwa na waasi wa AFC M23, hawataitika kamwe kuruhusu waasi hao tena kukamata magharibi nchi ya Kongo. Na waambia nayo inateseka kabisa. Huo ni uasi mpya ambao umezuka huko Mongala magharibi mwa nchi ya Kongo, na waambia kabisa Kongo nayo ishaka teseka, kama nitasema, na kuonewa. Armée ya Kongo inapaswa kusimama kama armée ya nchi na kufanya kazi kabisa kwa kukimbiza makundi haya yote yenye silaha. Nchi ya Kongo irudie na heshima yake. Tunaendelea na taarifa zetu. Patrick Muyaya siku ya jana alikuja kurejea kuhusu maneno ambayo alikuwa ameyatangaza wakati alisema ya kwamba kwenye waasi wa AFC M23 wanamiliki eske kuna kamata porsa ngapi za nchi, ambapo alikuwa amesema ya kwamba kwenye wanakamata na mu 2,345 km² za nchi ya Kongo kuna porsa ngapi. Alisema ya kwamba hakukuwa anataka kuonesha ya kwamba wasi wa AFC M23 pale ambapo wanakamata kuna maana yoyote ama si maeneo ambayo nchi ya Kongo inaitaka, bali alikuwa akiwaambia watu wanaoendelea kusambaza taarifa kwenye mitandao ya kwamba nchi yote ya Kongo iko ndani vita. Watu wanaofika Kinshasa wanashangaka sana na kujiuliza mbone hawasikii mapigano.
na kusema ya kwamba kabla ya kuingia ndani ya nchi ya Kongo walikuwa wameambiwa ya kwamba mapigano yanasikika ndani ya eneo yote, na hayo aliyasema kwa ajili ya kuambia ulimwengu ama watu wote ya kwamba kwenye vita viko ni eneo moja, ni parti kidogo ya nchi ya Kongo, ila hakukuwa amebainisha ya kwamba ni parti ambayo haina maana yoyote kunani kunchi ya Kongo. Hayo ambayo walikuwa wameyatangaza, walikuwa wameanza kutia walikuwa wameanza kutia makomantere za kusema no, gouvernement ya Kongo inachukuliwa East DPI kama eneo ambayo haina maana. Kusema hivyo kabisa wameonesha kwamba haina maana. Patrick Muyaya alisema ya kwamba na wakati gouvernement ya Kongo itakuja kujiinstale tena ndani ya Nord Kivu, atakuja kuinstale naye bureau yake hapo mu Nord Kivu. Alisema kwamba kama kuna province ambayo alivizitake, kama kuna province ambayo alifika ndani akaona kwamba ni nzuri wakati aingie mu gouvernement, alionaka ile province ya Nord Kivu kama province ambayo ni nzuri sana. Alisema kwamba atainstale kabisa bureau zake ndani ya Nord Kivu wakati kutakuwaka restauration de l'etat na kurejea kwa amani huko. Aliyasema Patrick Muyaya, huyo ni porte parole wa gouvernement ya Kongo. Asante, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea, na waomba kuendelea kusubscribe kama kawaida, kupartager taarifa hizi kwa walio wengi, kuendelea kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp. Asante sana.